Hii ni Amash Online TV. Usisite kusubscribe, kulike, lakini pia kutolea maoni hiki ambacho tumekuwekea hewani. Mimi ni Maritini Steven Mhina. Licha ya kuhitimu na kutunukiwa vyeti vya kitaaluma, vijana wameshauriwa kujijengea utamaduni wa kujiendeleza ili kukabiliana na ushindani kwenye soko la ajira. Ushauri huo umetolewa na Katibu Mkuu mstaafu wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Alan Kijazi, alipokuwa kwenye mahafali ya 65 ya Chuo cha Ualimu Korogwe TTC. Mara nyingi tunajenga utamaduni wa kujisahau, kuto kujiendeleza. Na kujiendeleza sio lazima upate cheti. Kujiendeleza kinatakiwa uwe mwenyewe uongeze maarifa. Sasa hivi nchi yetu kama mnavyofahamu ni moja wa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na mojawapo ya mijadala iliyo mizito katika jumuiya hiyo ni soko huru la ajira. Kama nchi za Afrika Mashariki zikiridhia itifaki hiyo ya soko huru la ajira, ina maana mfanyakazi kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka Rwanda, kutoka Burundi, kutoka Sudan anaweza akaomba kazi yoyote. Sasa sisi tunaohitimu leo hii tujiulize, tunajiandaje kama huo ushindani utakuja? Upande wake, mkuu wa Chuo cha Ualimu Korogwe TTC Bwana Hassan Abdullahi Ismail amesema pamoja na kuwapa vijana hao elimu ya darasani, pia wamewapa mafunzo ya elimu ya kujitegemea. Pamoja na elimu ambayo tumekuwa tukiitoa madarasani, vijana hawa tumewapa malezi katika utendaji wa kazi za elimu ya kujitegemea, na hasa zinazohusisha utendaji wa kutumia mikono yao. Wanafanya shughuli nyingi za miradi ya chuo, lakini vile vile katika kozi yao kuna mfumo maalum uliowekwa kabisa ambao unawezesha vijana hawa kwenda kufanya mazoezi ya ufundishaji kwa vitendo kwa siku 60. Kwa hiyo wamejifunza mazingira halisi ya kazi ya ualimu, na tuna uhakika tumeendelea kuwahamasisha wakienda kwenye mashule, kwa mfano kujitolea na kadhalika. Hiyo itawasaidia sana vijana wetu kukabiliana na changamoto hizo za ajira. Nao baadhi ya wahitimu wa mafunzo ya ualimu ngazi ya stashahada katika Chuo cha Ualimu Korogwe TTC akiwemo Violet Sanga, Noel Chembela pamoja na Rahel Godson wameelezea walivyojipanga kukabiliana na ushindani kwenye soko la ajira. Nimejipanga kwa namna nyingi. Moja, cha kwanza nimemaliza mafunzo yangu ya ualimu stashahada ya diploma. Nitaenda kuchukua fakati kama vile VETA, lakini sio VETA tu, kuna nyanja nyingine kama vile biashara. Kwa kama mimi nimejipanga pia kwenda kufanya biashara ili nisibaki kwenye nyanja moja ambayo ya kusubiri ajira, kwa sababu ajira sasa hivi ina wagombea wengi. Licha ya kwamba kuna ajira za serikali na zinatolewa katika awamu tofauti, aidha kwa kuwahi au kwa kuchelewa, lakini kwa upande wangu mimi binafsi, baada ya kuhitimu hapa, nimejipanga kwamba nitaenda kujiunga na kujitolea kwa shule zilizo katika maeneo ninayoishi, na pia licha ya hivyo nimepanga mbinu zingine kama kujikita katika taaluma zingine mbalimbali, mfano kama ujasiriamali, ikiwemo katika swala zima la biashara na shughuli za kilimo. Kiukweli kama mimi nikienda mtaani sitobweteka. Nitajiwekeza, hata ninaweza nikaanza kuingia katika mashule kujitolea, na hapo nadhani nitapata urahisi zaidi hata kwenye uombaji wa ajira. Jumla ya walimu tarajali 301 wa Chuo cha Ualimu Korogwe TTC wametunukiwa vyeti vya kuhitimu mafunzo ya ualimu ngazi ya stashahada kwa mwaka 2025. Mimi ni Maritini Mhina.